ndugu yangu. Vipi kaka? Faridi. Niambie kaka. Ndugu yangu naona umebadilika. Mambo sio mabaya yani. Hamna ndugu yangu, ni mapambano tu. Kiamua kupambana ufanikishe kitu, unafanikiwa tu ndugu yangu. Kweli? Asili koje mpaka umepata mafanikio kama haya kaka? Ni story ndefu sana. Ila ilikuwa hivi. Karibu kijana. Asante mganga. Karibu sana katika dunia hii. Asante, nimekaribia. Kwenye mbago mizimu wapatikana hapa inshallah. Asante sana mganga. Leta habari, ulikuwa na habari gani kutoka ulikotoka inshallah? Kijana wako mganga nimekuja. Naam. Nahitaji utajiri mganga. Ndio. Kijana unataka utajiri? Ndio nataka utajiri. Utajiri upo na utajiri utaendelea. Shanifahamu vizuri? Ndio mganga. Utajiri upo na utajiri utaendelea mpaka unakufa kwako. Utajiri upo na utaendelea. Mganga nipo tayari kwa lolote lile. Unaweza ukafanikiwa katika majambo. Hila unalo na iko kitu unataka kufanya. Mimi nipo tayari kwa lolote lile litakalotokea. Ila kama unataka kufanya jambo, fanya jambo. Ndio mganga. Mimi naweza nikakusaidia inshallah. Nitashukuru sana mganga ukinisaidia. Kuna masharti nitakupa. Na masharti hao inabidi wafanye kazi. Ndio mganga. Kile utavolikosea basi na wewe utafeli katika maisha yako. Nitajitahidi kuzingatia masharti mganga. Ndio maana ninapofanya mambo yangu na kuuliza mara ya pili. Umekusudia na iko kitu unachotaka kwenda kufanya? Nimekusudia, nahitaji utajiri mganga. Kwa hiyo kama kulifanya jambo basi ulifanye kwa uzuri ajue. Ndio mganga. Sinaga bla bla. Nashukuru sana. Masharti yangu nitakupa na dawa hapa, visa ya kwenda kufanya mambo huko. Masharti ndio nitakupa unabidi uyazingatie kwa uzuri. Ndio mganga. Utapokosea basi utapokuja hapa sina cha kukusaidia. Ndio maana ngakuuliza utaweza. Ukasema unaweza, basi nitakusaidia. Utaenda pale njia panda utavunja na kikitu. Ila utavunja hiki kitu, utavupata ujumbe wowote, naomba usihuzunike wala kushiriki kwenye jambo lolote. Ndio mganga. Usihuzunike wala usishiriki kwenye lolote. Ndio mganga. Kwa hiyo kitu itavokufikia wewe kwako kama furaha, kitu cha kawaida. Nilikuuliza kutokana na maswali yangu haya. Ndio maana atatokea kutokana na maswali yangu haya. Hii utaenda kuweka kwenye mto wako na unalia inshallah. Hakikisha umeiweka sehemu isionekana inshallah. Ndio mtaalamu. Shanifahamu uzuri? Ndio mtaalamu. Na sehemu isionekana sijakaiona mtu akaitoa. Maana hii ndio inakuwa zamana yako inshallah. Ndio mtaalamu. Shika hii dawa. Na hii dawa ya mwisho ya kuvunja naona masharti yake pia unajua. Utaenda kuvunja njia panda. Utaenda kuvunja njia panda inshallah. Ndio mtaalamu. Fika mdoli hauna masiala. Mdoli hauna mushkeli. Utapigwa na mdoli ukieta masiala. Hadhalan. Kwa hakika sinaga mtoto msiala kama hii. Shika mzigo. Ushika kwa mikono miwili usiogope wewe. Umeamua kufanya mambo. Unataka utajiri na masiala. Kafanya nilichokwambia. Majibu utapata kwa uwezo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shanifahamu uzuri? Ndio mtaalamu. Kilinga, kilinga, kilinga. Halo. Vipi mjomba? Kwema mjomba? Kwema. Hivi una taarifa gani huko? Mna sina taarifa zozote mjomba. Basi baba yako na mama yako wapo tena duniani.
Unasema? Nasema wazazi wako wamepata mshtuko wa moyo, mtu amefariki. Mama yako kwa anaumwa kupelekwa hospitali, akapata naye ajali. Mjomba, taarifa ni za ukweli hizo? Hapo nyewe ndio huko mwanzo wake huko kwa kuisha maiti. Ndio nitakupigia nitakwambia. Halo? Halo? Hilo ndio linakuja kwa Uganda. Ile naomba usishiki kwa lolote tunalozungumzia. Ushashika pamoja. Ushashika pamoja. Kamata. Ndio hivyo ndugu yangu. Unataka maisha mazuri kama haya. Je, utaweza? Ndugu yangu bwana, hapo kwenye masharti hapo. Hivi mimi nitaweza kweli? Swala la kuweza kule ndugu yangu, masharti kwa yanaendana na nyota yako. Umeelewa? Labda nyota yako inaweza kaa kali. Nyota yako ikiwa kali, yani nyota yako nyota ile ya uwezo, maana utakutana na vitu ambavyo vinaweza kaa simple sana. Ila ukikutana na nyota ya mwenzangu na mimi ndio unaanza kukutana na masuala ya kuua na nini. Ila naamini kabisa utapiga mapema tu. Sawa ndugu yangu, mimi nimekuelewa. Lakini hivi mimi nitafanikiwa kweli? Sawa, nipo tayari kufanya. Na kweli umesema sio tunaenda na nyota. Mimi nyota yangu kiangalia sipo safi, lakini au wewe niangalie vizuri. Wewe unajua. Yaani wewe naamini kwa 100% nyota yako pale moja kwa moja inapita. Yaani maji kwamba na ngata tulikotoka kule katika harakati zetu za kuhasu. Ndugu yangu Faridi, Niambie bwana. ndugu yangu bwana, kuna taarifa fulani nataka nikupe. Kuna bosi mmoja hivi kanipigia simu hapa na jenga, yani yeye ni kwa jengaji magorofa. Tuseme mambo ya site ya. Mambo ya site. Ufundi si ujenzi. Ufundi. Kuna watu walikuwa wanahitajika watu kusindikiza udongo. Kusindikiza udongo. Saidia fundi wanaita. Saidia fundi. Muona bwana. Kwa hiyo nitaka nikahangaike kule. Wenda ndio ikawa sehemu yangu ya utafutaji, maana kwa kweli tumekaa muda mrefu ndani. Lazima tuforce, unajua maisha yetu. Lazima tuforce. Ndio hiyo bwana, nimepigiwa simu kwamba niende pale, na uzuri zaidi kwamba nimeambiwa sehemu ya kuishi iko kule kwa sababu sio karibu na hapa, ni mbali kidogo. Sehemu ya kuishi ipo kule kwa hiyo nahisi tutakuwa tunakaa kule. Kwa ndugu yako kiujumla niseme hapa natoka kiujumla. Ndugu yangu, si kama sababu ndio vinafanya kuondoke, si binadamu bwana. Kama kuna kitu mimi nimekufanyia kibaya ndugu yangu, bora uniambie. So hivyo ndugu yangu, wala usifikirie hivyo ndugu yangu. Mimi na wewe tumeishi muda mrefu sana huko ndani. Alafu tumeishi, yani tunavyoishi tu sisi ndugu tunavyoishi. Umeona, wala tujai kwenda tofauti. Mimi ningekuwa tofauti lazima ningekwambia ndugu yangu, bwana kuna 1 2 3, lakini wala usifikirie kuhusu hilo. Mimi ndugu yangu, kwa mimi kama unaondoka hapa bila ubaya, sio sijafanya kitu chochote kibaya, mimi nashukuru. Mimi nakubless. Yaani Mungu akakujalia mzee, maisha yani yaende vizuri. Yaani kadri tunavyofanya kazi tunasogea step na step. Kikubwa mwanangu, mimi nimebless. Yaani nimebless, nenda michongo yako kapige. Yaani ukifanikiwa wewe ndio nimefanikiwa mimi. Hivyo tu. Ndugu yangu. Asante sana ndugu yangu. Umeona? Yaani uko unaonekana katika harakati za kuhangaika Simona. Lakini mimi naamini ukienda pale ukipiga yani ukipiga tu siku moja, wewe utakuwa zaidi yangu. Kweli? Mimi naamini hilo kabisa mzee. Basi limeisha kaka.
ndugu yangu ndio umenishtukiza ujue simu yako. Alafu mwanangu wala usihofu kwa hilo jambo kwa sababu mimi nimekuita hapa wewe ndugu yangu. Tumetoka mbali sana. Kuna surprise nataka nikufanyie. Mambo ya surprise hayo. Yaani ndugu yangu siku hizi ushakuwa mzungu tayari mambo mpaka surprise ndugu yangu Kiingereza hicho. Bwana yani ni big surprise. Ninapozungumzia big surprise yani kitu ambacho kwenye maisha yako hujawahi kukutana nacho leo unakutana nacho. Kweli. Unajua Beni bwana, yaani ule Beni wa kipindi kile na sasa hivi vitu viwili tofauti. Uwe saizi nani? Huo sasa hivi mambo ya kuvaa suti. Hebu niangalie mimi ndugu yako jamani, manguo yamechanika kweli. Yaani nimeshindwa hata kuja na nguo kali hapa kutokana na maisha magumu. Lakini si uzembe wako huo. Kitambo nishakufuata mwanangu. Piga tukio. Unisikilizi. Tatizo mimi kinachonikwamisha hayo masharti mzee wangu. Nishakwambia siku moja masharti pale yanaendana na nyota yako. Umeelewa? Kama nyota yako kali, yaani unakutana na kitu ambacho cha kawaida sana. Ila kama nyota yako ndo namna gani vipi? Lakini acha oga, acha tu tafuta muda. Mimi nikupeleke kule. Yaani kwa wewe Beni unavyoona mimi yaani naendana kule, yaani nyota yangu inaendana na masharti ya mengine. Wewe ungefika eneo la tukio kwanza. Ukishafika eneo la tukio uone je itakuaje? Mimi ndugu yangu nimesalenda. Yaani nimesalenda mikono juu. Umaskini na mimi staki. Mpiga kinywaji kwanza unaongea sana. Unajua ndugu yangu vitu kama hivi lazima unywe taratibu. Si unajua vya dadra. Si umeona kwanza tunatofautiana. Yaani tumefika hapo unaagiza sima soda. Mimi mwenzako marangi hayo. Vitu vili tofauti. Mimi mwenzako umeona. Sema kama hizi kinywaji kama hivi na njani agiza chakula nile. Umeona? Kwa hiyo nataka kuniambia nyinyi mabosi nyinyi amnywaji masoda. Wewe umeona wapi bosi anakunywa soda si nini soda? Soda. Unajua wewe yaani wewe ushakuwa bosi sasa hivi. Au unaongopa? Mwanangu wewe. Tabia zako hujaacha tu. Kama hivyo kuanzia eneo umeona hiki kuanzia pale achana hiyo nyumba kile kieneo pale unachokiona pale hiki chote cha kwanza. Kwa hiyo nyumba hii hapa mafundo yanaendelea kutishatisha nini hapo kwa huko kote huko kwako mzee. Mimi ndio maana nikaambia hemu kubali na lolote unalokutana nalo. Watu tumeanza kupambana muda sana.
Taile kilele, taile kilele, taile kilele. Kwa viatu hapa. Viatu vyenu vivweni hapo, mje pekupeku hapo. Hamruhusiwi kukanyaga na viatu vyenu.